miaka 65 baada ya DRC kujipatia uhuru, kwa nini bado inakabiliwa na utovu wa usalama hususan huko mashariki? Miaka 65 ya uhuru kusema ukweli ni miaka mingi kwa taifa lolote ambalo limekuwa linachipukia, na tunaona kwamba hali ya kiusalama kama ulivyosema bado ni tata, na migogoro imeendelea kuwepo katika mashariki mwa Kongo kutokana na kuwepo kwa baadhi ya makundi ya waasi pamoja na mapigano ambayo yanahusisha mambo mengi ya kihistoria pamoja na mambo ya ujirani pamoja na Rwanda. Kwa tunaona miaka 65 bado hali ni ngumu, lakini tunaona makubaliano ambayo yalifikiwa huko Washington mapema wiki iliyopita, nadhani itakuwa ni kama kuwatia moyo wananchi wa Afrika, DRC pamoja na Rwanda kwa ujumla. Naam, Rais wa zamani Joseph Kabila amepuuzilia mbali makubaliano hayo. Kwa nini unahisi kwamba yeye anahisi makubaliano hayo hayana maana yoyote? Tukiangalia rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kwa kiasi kikubwa amekuwa kilumbana na Rais Felix Tshisekedi, na tukiona kwamba pia amekuwa mbia wa karibu wa kikundi cha waasi cha M23. Kwa hiyo tunaona kwa kiasi kikubwa kauli yake ya kusema kwamba hakubaliani na makubaliano hayo kwamba yanaendana kabisa na mtazamo wake hapo awali, na naona kwamba katika makubaliano hayo tunaona kwamba kikundi cha M23 bado hakijatajwa kuhusiana na uwepo wake katika ardhi ya DRC pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba kauli ya Joseph Kabila inaendana ama inashabiana kabisa na mtazamo wake wa hapo awali wa kuonekana kama mbia wa karibu wa M23 na AFC. Naam, shukrani sana Dr. Minde, tutarejea kwako, lakini kwanza kwa kifupi hebu tusikilize baadhi ya raia wa mashariki mwa Kongo wanahisi vipi kuhusu swala hili lote, kisha nirudi kwako Dr. Minde. Hatusadiki kwa sababu mara yale ambayo tunayoyaona inasemeka na hakitawezekana. Napenda watu waishi katika amani, wanaposema neno itimilike na watu washukuru Mungu. Mkataba ambao itasainiwa huko Washington itakuwa ya kumaliza vita, itakuwa ya kuruhusu M23 kurudi kwao, lakini wanaendelea onekana ndani ya mji wa Goma. Mimi nangetarajia kwamba hao ambao wanafikiri watakuwa wakisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watupee vifaa vya vita, wafunze jeshi letu ili tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Viongozi waweze kuelewana na sisi kama Wakongomani tuweze kupata amani. Naam, kama ulivyosikia hapo Dr. Minde, ni matumaini tu ambayo raia hawa wako nayo, lakini swali ni je, mkataba huu kwa mtizamo wako utaweza kudumu? Sidhani. Matumaini yanatakiwa yawepo kwa kiasi kikubwa. Makubaliano yaliyotiwa sahihi yanaonekana kama ni makubaliano mapya ambayo yanashirikisha taifa la Marekani ambalo ni taifa lenye nguvu, na katika utekelezaji kama taarifa hizo zilivyosema, Donald Trump ameongea kwamba endapo kutakuwa kuna ukiukaji wa makubaliano haya basi kutakuwa kuna athari kwa ambaye anakiuka. Lakini kwa mtazamo wangu tunaona makubaliano haya yanaenda kuongeza pia sehemu nyingine ya mgogoro, kwani tunaona kuna mambo mengine ambayo hajahusishwa, kwa mfano sehemu ya M23 pamoja na historia ya nini chimbuko kabisa la mgogoro huu. Japo kuna matumaini kutoka kwa wananchi, lakini katika mtazamo kabisa wa kisomi pamoja na kiutaalamu naona kutakuwa bado kuna mtanziko katika utekelezaji na makubaliano sioni kwamba yanaweza kufikia ile ambayo yalikuwa yametarajiwa. Naam, sasa Marekani wako mstari wa mbele katika mkataba huu Dr. Minde. Wao watafaidika vipi kwenye swala hili? Bila shaka makubaliano haya wengine wametaja ni makubaliano sio tu ya amani, bali kuna kipengele cha kiuchumi, na tumeona katika sera ya kimataifa ya rais wa Marekani imekuwa ni sera ya kimkakati ya kutaka kabisa kufanya siasa ya transactional, yani ya kibiashara. Kwa hiyo bila shaka tunaona kwamba Marekani, japo inaonekana kwamba wao ni wafadhili wa makubaliano hayo, pia kuna vipengele vya makubaliano ya kiuchumi ambao Marekani wanaweza kufaidi, hasa katika swala zima la madini. Naam, shukrani sana Dr. Nicodemus Minde, tukisema naye kutoka jijini Nairobi, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na mkataba huo wa hivi punde zaidi kati ya DRC na Rwanda, mkataba uliotiwa saini
nchini Marekani. Felix Tshisekedi amesema kuwa makubaliano ya amani na Rwanda yanalenga kufikisha mwisho ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Mbali na hayo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatazamia kongamano la ufadhili wa maendeleo litajenga upya hali ya kuaminiana kwenye siasa za kilimwengu. Na rais wa Iran ametetea uamuzi wa nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la IAEA. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, endelea kuwa nasi. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa sasa ni kuombe radhi tu msikilizaji, hatuwezi kupatikana mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na mtandao wa Facebook, lakini mafundi wanaendelea kushughulikia swala hilo. Lakini kwa sasa msikilizaji, basi moja kwa moja tuanzie uchambuzi wa ripoti jioni hii. Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israeli yameutikisa kwa mara nyingine ukanda wa Gaza leo Jumatatu na kusababisha vifo vya makumi ya Palestina, ikiwemo waliokuwa kwenye mahangaiko ya kufikia misaada ya kiutu. Hayo yameripotiwa katika wakati Marekani inajaribu kusukuma mkataba mpya wa kusitisha vita hivyo Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa miezi 20. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Vyanzo kutoka ukanda wa Gaza vimearifu kwa watu 58 wameuawa tangu alfajiri ya leo kutokana na mashambulizi ya Israel katika maeneo hasa ya kaskazini mwa ardhi hiyo ya Palestina. Mashuhuda wameyataja mashambulizi ya leo ya vikosi vya Israel kuwa mazito na ya kutisha kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha wiki kadhaa. Wamesema milio ya makombora ilisikika kwa muda mrefu, huku milipuko ikishuhudiwa kwenye maeneo ya shule na makazi ya watu. Mkazi mmoja wa ukanda wa Gaza mwenye umri wa miaka 60 amesema makombora ya Israel yalisababisha mtikisiko mfano wa tetemeko la ardhi. Vifaru vya Israel vilisonga mbele vikifyatua makombora kwenye kitongoji cha Zaitun kilicho jirani na jiji la Gaza baada ya kuyashambulia maeneo kadhaa kaskazini mwa ukanda huu kwa kutumia ndege za kivita. Watu 10 wameuawa kwenye kitongoji hicho na wengine 13 kusini magharibi mwa jiji la Gaza. Takwimu hizo ni kulingana na matabibu wa ukanda wa Gaza ambao wamesema wengi waliopoteza maisha walipigwa risasi. Watu wengine 20 ikiwemo wanawake na watoto pamoja na mwandishi wa habari wameuawa katika shambulizi la Israel lililolenga mkahawa mmoja uliojirani na ufukwe wa bahari kaskazini mwa Gaza. Eneo jingine ambalo vikosi vya Israel vimekuwa vikifanya mashambulizi yanayosababisha vifo ni kwenye vituo vya kutoa misaada ya kiutu vinavyosimamiwa na wakfu wa kusambaza mahitaji unaoungwa mkono na Israel na Marekani. Wizara ya afya ya Gaza inayoongozwa na kundi la Hamas imesema watu 22 wameuawa tangu jana na wengine 20 wamejeruhiwa wakijaribu kupata chakula na mahitaji mengine muhimu. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa wanajeshi wa Israeli waliwafyatulia risasi watu kadhaa waliokuwa njiani kwenda kuchukua misaada. Matukio ya aina hiyo ambayo yamekuwa yakiripotiwa sana mnamo wiki za karibuni yamezusha ukosoaji wa kimataifa. Hii leo serikali ya Ujerumani imeelezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na idadi kubwa ya vifo vya Wapalestina kwenye maeneo ya kutuliwa misaada ya kibinadamu. Msemaji wa serikali kuu mjini Berlin, Stefan Cornelius, amesema taarifa za mauaji ya raia zinazotolewa kila siku zinatia mashaka. Amesema watu walio na uhitaji hawapaswi kuhatarisha maisha yao wanapotoka kwenda kupokea chakula na mahitaji mengine. Katika hatua nyingine, juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Gaza zimeshika kasi, hasa baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutoa rai ya kufikiwa haraka mkataba wa kukomesha vita. Hii leo mshirika muhimu wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko mjini Washington kwa mazungumzo na utawala wa Trump kuhusu Iran na vita vya Gaza. Wapatanishi pia ambao ni Qatar na Misri inaarifiwa wameongeza kasi ya kufanya mawasiliano na pande hasimu ili kuzikutanisha kwa mara nyingine. Kundi la Hamas linapinga masharti ya Israel ya kulitaka kuweka chini silaha na linataka mkataba wowote ujao uhusishe usitishaji kamili wa vita na Israel iondoe vikosi vyake kwenye ukanda wa Gaza. Utawala mjini Tel Aviv lakini umekuwa ukiyapinga matakwa hayo. Wenyewe unataka usitishaji vita kwa muda na kuachiwa huru mateka wake, ukilenga kuendeleza vita hadi kukamilisha kile wanachosema kulitokomeza kundi la Hamas.
Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, baada ya vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel, hali ya sintofahamu imezidi kutanda katika uhusiano kati ya Iran, Marekani na jumuiya ya kimataifa. Iran sasa imekataa kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la atomiki IAEA kuingia nchini humo, ikimtuhumu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi kwa kauli na mienendo hatarishi. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea na Tehran licha ya madai ya Iran kwamba Marekani ilikuwa inaonyesha nia ya kuendelea na mazungumzo kupitia wapatanishi. Katika muktadha huu nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa Profesa David Monda ili kupata mtazamo wa kina. Kwanza nimemuuliza uamuzi wa Iran kuzuia wakaguzi wa IAEA unaashiria nini kuhusu msimamo wake wa sasa katika diplomasia ya nyuklia. Nadhani Iran imebanwa sana, haioni haja ya kuenda kwa mwenendo huu wa kidiplomasia kwa sababu imeshambuliwa kwa njia ya kijeshi, na pia ile uzalendo wa Iran na viongozi wao hawataki kuonekana ya kwamba wanadhulumiwa na haya madola kutoka nje. Kwa hivyo nafikiria diplomasia kwa wakati huu wameifutilia mbali. Profesa Monda, madai ya Iran kwamba Grossi alichangia mashambulizi ya kijeshi yanajengeka vipi na yana athari gani labda kwa uhusiano na mashirika ya kimataifa? Yana athari kubwa kwa sababu Iran inashuku ya kwamba pengine mashirika haya ya kimataifa ndiyo yanayosaidia Marekani na Israeli kwa mfano na habari za kijasusi, ya kwamba pale ambapo kuna hizi zana za kijeshi za Iran penye wanarutubisha madini ili kuweza kutengeneza hizi zana za kinuklia. Kwa hivyo wanaona ya kwamba mashirika haya ya kimataifa hayafanyi kazi kwa uwazi na bila kuegemea upande wowote. Madola mengine tuseme Korea Kusini Korea Kaskazini kwa mfano, na madola mengine ambayo yanakinzana na Marekani yakiangazia yaone vile IAEA inaifanyia Iran, hawatataka tena kushirikiana na mashirika haya ya kimataifa. Na tusahau ya kwamba IAEA iko chini ya Umoja wa Mataifa na ushirikiano wa kimataifa. Kwa hivyo pale kutakapokuwa na kusambaratika kwa miundombinu hii na mashirika haya ya kimataifa kama IAEA kujaribu kutatua mizozo kati ya mataifa, hakutakuwa na njia nyingine pasi na mataifa haya tena kulumbana kwa kutumia vita kama mwelekeo mbadala wa diplomasia. Kwa hivyo ni jambo au ni donda ndugu kwa pande zote zilizohusika. Profesa Monda, kwa mtazamo wako, hali hii ya kutoaminiana kati ya Iran na jumuiya ya kimataifa inaweza kuzibwa vipi, au tupo katika mwelekeo wa mzozo wa muda mrefu? Nadhani tuko kwa hali ya kukinzana na mzozo wa muda mrefu. Na nasema hivyo kwa sababu imani ya Iran kwa miundombinu ya kidiplomasia na mashirika haya ya kimataifa imepigwa kalamu, kwa sababu Iran ilifikiria kwamba inazungumza na Marekani, lakini tena ikapigwa kichapo. Pia tusahau ya kwamba wale washirika wasaidizi tuseme Urusi hivi na Uchina yana ile kura ya turufu, watakuwa wakitumia njia za kidiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa kudhoofisha njia zozote za kujaribu kuibana Iran. Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa.